Karibu sehemu ya pili ya ndugu zangu wameivunja ndoa yangu. Baada ya yote yaliyopita, Siza alijifunza kuishi maisha ya tahadhari na nidhamu kubwa. Alijua wazi kuwa hakuwa na mtu wa kumshika mkono zaidi ya yeye mwenyewe. Aliamua kujitunza, kujiheshimu na kuweka mipaka imara kati yake na yeyote aliyekuwa akimkaribia. Aliishi maisha ya kawaida bila anasa, bila makeke. Msingi wa maisha yake ulikuwa nidhamu, malengo, kujithamini. Alijifunza kuwa kimya wakati mwingine ni nguvu na subira ni silaha ya mtu anayejua anachokitafuta. Kwa kipindi chote cha masomo ya sekondari, Siza na Julius waliendelea kuwa marafiki. Hawakuwa karibu kupita kiasi, lakini waliwasiliana kwa heshima. Kila mmoja alikuwa na maisha yake, ndoto zake na ratiba zake. Walikuwa wakisoma shule tofauti, lakini mawasiliano yao yalibaki ya kawaida na yenye mipaka. Siza hakuruhusu urafiki wao kumvuruga kimasomo. Alijua wazi kuwa elimu ndio ingekuwa mkombozi wa maisha ya baadaye. Alisoma kwa bidii, aliheshimu walimu wake, alichagua marafiki wachache waliokuwa na mwelekeo mzuri. Julius naye aliendelea na masomo yake kwa uwezo wake, ingawa hakuwa na mwendo sawa na Siza darasani. Alijitahidi kadri alivyoweza. Wote wawili walikuwa wanapambana kwa namna yao, kila mmoja akiwa na njia yake ya maisha. Miaka ikapita haraka, hatimaye matokeo ya kidato cha 4 yakatoka. Siku hiyo ilikuwa siku ya kihistoria kwa Siza. Alipata ufaulu mzuri uliomwezesha kuchaguliwa kimaendeleo na masomo ya advanced level. Ilikuwa ni furaha kimya kimya. Hakupiga kelele, hakujisifu, bali alimshukuru Mungu na wale waliomsaidia katika safari yake. Kwa upande wa Julius, matokeo yake yalimwezesha kujiunga na chuo cha ngazi ya cheti. Haikuwa njia aliyokuwa ameota siku zote, lakini ilikuwa nafasi ya kuendelea mbele kwa uwezo aliokuwa nao. Walipoongea baada ya matokeo, kila mmoja alimpongeza mwenzake kwa dhati. Hakukuwa na wivu, hakukuwa na lawama. Ilikuwa ni hatua ya wazi ya kuonyesha kuwa kila mtu ana safari yake ya mafanikio, hayafanani kwa wote. Hapo ndipo simulizi yao ya maisha ilipoanza kubadilika. Njia zao za maisha zilianza kutengana rasmi. Siza akaelekea advance akianza ukurasa mpya wa ndoto kubwa zaidi. Julius akaanza maisha ya chuo akijifunza kwa vitendo zaidi. Walibaki kuwa marafiki wa heshima, lakini kila mmoja alijua wazi kuwa maisha sasa yanawaitwa sehemu tofauti. Siza aliendelea na masomo yake na kila likizo alirejea nyumbani. Lakini katika wakati huu likizo zao zilikuwa tofauti na mara nyingi sana walikuwa hawawezi kuonana tena kama zamani. Hivyo mawasiliano yao mengi ilikuwa yanabaki kwa njia ya simu tu wakati wote Siza alipokuwa akirejea nyumbani. Siza alitengeneza marafiki wengi wapya, lakini kwa heshima na mipaka. Na Julius pia alitengeneza marafiki wengi, lakini kama ilivyo ada kwa wanaume wengi, Julius aliweza kuanzisha mahusiano na marafiki na watu wengine. Na hivyo ndivyo maisha yalivyokuwa. Siza aliweza kuhitimu kidato cha 6 na kuanza rasmi maisha ya mtaani kwa kipindi chote cha likizo, akisubiri matokeo yake ya kidato cha 6. Na hapo ndipo walipokutana kwa mara nyingine na Julius alipokuwa likizo. Waliweza kurejesha mahusiano yao, Siza bila kujua kuwa Julius ameweza kutengeneza mahusiano na mwanamke mwingine aitwaye Amina. Sehemu hii ya simulizi inatuonyesha kuwa nidhamu na kujithamini vinaweza kukuinua hata bila msaada wa watu wengi. Siza alijifunza kujitunza, kusimama imara na kuamini safari ya maisha yake. Julius naye alichukua njia yake kwa uwezo wake bila kukatishwa tamaa. Wakati mwingine maisha haitenganishi watu kwa ugomvi, bali kwa hatua ya ukuaji, na kila safari na thamani yake. Karibu kufuatilia sehemu ya 3 ya simulizi hii bila kukosa, kwa kujifunza na kuelewa na kuburudika zaidi. Mimi ni Jessica Nathaniel. Karibu. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare video hii ili wengi waweze kuwa miongoni mwa familia ya Jayz Media.